salamu zake pamoja na katoto kangu kadogo. Haleluya. Mungu awabariki sana. Nimefurahi kuwepo na nimefurahi kwa uwepo ambao sio wa kawaida. Tangu mapema asubuhi nimekuwepo hapa nikingojea siku hii. Naomba usome Maombolezo 3:23. Naomba ufungue kwenye Biblia haraka Maombolezo 3:23. Kitabu cha Maombolezo 3:23. Ukipata tu nasoma moja kwa moja kwa sauti. Maombolezo sura ya 3 mstari wa 23. Neno la Mungu linasemaje? Watu wa Mungu kwenye Biblia fungua haraka au juu inapatikana wapi? Tunajua. Amina. Amina. Aliyepata asome. Biblia inasema, ndio. Maombolezo 3:23. Ndio. Ni mpya kila siku asubuhi. Ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu. Uaminifu wako ni mkuu. Basi. Ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu. Leo ni siku mpya kabisa. Anasema kila siku asubuhi, kila siku. Na uaminifu wa Mungu ni mkuu. Binafsi huwa nazikataa ibada za mazoea kabisa. Nimejiwekea hivyo katika maisha yangu yote. Napenda kuja nyumbani mwa Mungu kwa kicho na kuogopa na kutetemeka. Kwa sababu naamini katika nyumba yake Mungu anaweza kukutana nami katika maisha yangu. Kwa sababu ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wa Mungu ni mkuu. Amina. Ni mpya asubuhi ya leo kwa ajili ya maisha yako yote. Sema amen. Yaani ni mpya kwako katika maisha yako ya kiroho na ya kimwili. Leo, sema leo. Leo. Haleluya. Amen. Uaminifu wa Mungu aliyekupa ukafika leo, basi kuna jambo zuri anakwenda kufanyia katika jina la Yesu. Siku chache zilizopita tulianza somo, lakini tutaanza sio muda mrefu na tutamaliza kwa haraka tu. Amina. Amina. Siku chache zilizopita niliota ndoto. Najua nao unaota ndoto. Mwingine ya kuporomoka kwenye mapoli, mwingine ya kuporomoka wapi? Mwingine ya kupanda mlima mara kabla hajafikia mwisho ameporomoka. Niliota ndoto. Alafu ndoto hiyo sikutilia maanani sana. Lakini niliitunza moyoni. Alafu sikujua maana yake nini. Niliota tu niko kwenye safari. Safari hiyo sikujua nimepanda chombo gani, nimeanzaje, lakini mbele ya safari na barabara ilikuwa nzuri tu ya lami. Wakati nakwenda nikajikuta niko kwenye bodaboda hiyo tu ya kawaida, naendelea na safari. Alafu ghafla mbele nikaona mtu amepita na bodaboda kubwa. Tunajua wale mabaja, wale makubwa yale, wanaita mabaja. Makubwa yale. Mtu mfupi kama mimi kupanda inabidi kidogo wanishikilie. Alafu wakati nakazana nikimbie, huyu aliyekuwa amepita mbele yangu na kuongoza njia kwa spidi, sura ikaja ya mtumishi wa Mungu mchungaji baba yetu Nehemia Baranzi. Akiwa sikwambii mambo ya kwa sababu niko hapa, hapana. Amina. Amen. Yaani hiyo ndoto ndio naiona sasa. Kwa hivyo ibidi nisimulie. Amina. Amen. Kwa hivyo nikaona hiyo baja hiyo akiwa ameipanda, alafu sura yake nikaiona tu akapita, huyo, na mimi nikawa nakazana sana. Japo huyu anayekimbia namna hii, nilipotambua kwamba ni yeye, nikawa nakazana sana kukimbiza. Sasa bodaboda yangu ikawa kumkamata. Alafu mbele kukawa na kona, alafu anapiga kona, nikasema mbona kona ni hatari sana. Anakuja kona ya hatari namna hiyo anakimbia. Alafu kabla huko alipokwenda sijui, lakini baada ya hapo nijikuta tu niko mahali ni kama mkutano fulani wa injili na watu. Yaani nimeshashuka kwenye boda yangu sijui, na mchungaji yuko wapi sijui. Sasa baada ya hapo wiki iliyopita nikashangaa napewa ujumbe, taarifa ambayo ilinishtua kwamba Jumapili ya tarehe 22, na yeye mwenyewe akaniambia kwa kinywa chake hapa kwamba utakuwepo Jumapili hapa. Yaani moyo wangu ukalipuka. Nikasema Mungu aliyejua, alafu nikatafakari kwa kile. Alafu baadaye nikakumbuka kwamba kuna bodaboda nimevaa. Alafu mbele yangu alikuwepo yeye anaikimbiza. Haleluya. Sio ndoto tena. Niko hapa katika jina la Yesu. Niko pamoja naye. Amina. Kumbe wakati mwingine ndoto fulani unaweza ukaiandika. Hata Yusufu alipomsimulia baba yake, maandiko yanasema baba yake akatunza moyoni ile ndoto. Amina.
Asante. Sasa tunakwenda kwenye ujumbe wa kichwa chetu cha somo letu la leo fupi chenye kichwa jiwekeeni hazina mbinguni. Jiwekeeni hazina mbinguni. Ninapenda sana kuimba lakini sijui kuimba. Na kwenye tawi letu walipoona napenda sana kuimba wakanipa uwenyekiti wa sifa na muziki. Halafu yaani kwa sababu waliona kwamba napenda sana, yaani napenda lakini siwezi, sijui vizuri. Sasa nikashangaa. Lakini hivyo naomba uniimbie wimbo huu. Ananiwazia mema milele daima, ananiwazia mema milele daima, ananiwazia mema. Imba kwa sauti katika milele daima, ananiwazia mema milele daima, ananiwazia mema milele daima, ananiwazia mema milele daima, ananiwazia mema milele daima, ananiwazia mema. Piga makofi. Ananiwazia mema milele daima, ananiwazia mema milele daima, ananiwazia mema anatuwazia mema milele daima, anatuwazia mema milele daima. Haleluya, haleluya, haleluya. Hata kama unaumwa, hata kama uko kwenye hali ngumu sana ulionayo ya kimaisha, hata kama uelewi mbele yako kuna nini, lakini jua tu yeye anakuwazia mema. Amen. Hata kama wiki hii hata ulikuwa hujui kama utakuja, hata kama mume wako aliondoka miaka mingi sana iliyopita akakuacha, Mungu anakuwazia mema. Nikisema maneno haya machozi yangu yako karibu sana nikiyazungumza maneno kama haya. Amina. Hata kama umefiwa na wazazi wako wote, kawa yatima, jua anakuwazia mema. Amina. Milele daima. Na amekuandalia mahali pazuri ambako utaenda kuishi. Na huko anasema atafuta kila chozi. Kwa sababu hiyo kaa katika nyumba ya Mungu ukiwa mtu mwenye tumaini lisilopunguka. Haleluya. Lisilo na mashaka, kwa sababu wanakuwazia mema. Yesu Kristo alipokuwa duniani aliwaambia wanafunzi wake kwamba wajiwekee hazina mbinguni. Akawafundisha mafundisho mengi sana ya utakatifu, jinsi wanavyopaswa kuwa ili siku moja wakamuone Mungu, wakaishi huko ambako ametoka, kwamba safari yao hatimaye iingie kule ambako yeye ametoka na amekuja kututafuta sisi sote. Wakafikia hatua akawaona, akawatazama, akasema, ninyi mmekuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Manake alikuwa anawafundisha, wanatendea kazi kila anachowafundisha. Wakafikia hatua fulani, akawatazama, akasema, ninyi mmekuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Lakini akawa anawafundisha juu ya kujiwekea hazina, pamoja na mambo mengine ya kuishi vizuri kama Mkristo, ya kuwa kielelezo katika maisha. Hata Petro alipotaka kumkana Yesu, nakumbuka wengi, kabla hata hajasema, akimfuata Yesu kwa mbali kwa hofu ya yeye kukamatwa pia, jakazi mmoja akamwambia, hakika wewe huko ni miongoni mwa wewe. Kwa jinsi tu alivyo, hajaongea na mtu yeyote. Na Wayahudi wengi wanafanana. Akasema, wewe hakika ni mmoja wao. Petro akakana. Hata aliposema kuongea kufungua kinywa tu peke yake, wakatambua mpaka lafuni kwamba wanaoongea hivi ni watu wa Yesu. Wanaoongea, yani hii ongea sio ya kwetu, sio ya ulimwengu wetu. Hii ni ya wale wa njia ile. Kila alichojaribu kujikwepa nacho, bado walimshuhudia wenyewe kwa mioyo yao kwamba hakika wewe ni mwanafunzi wa Yesu.
Anadhibitisha maneno ya Yesu ambayo aliwaambia, hakika imekuwa safi kwa sababu ya neno alilowaambia. Lakini haya mafundisho ya kujiwekea hazina huko tunapokwenda baada ya safari yetu, wengi wetu ama wengi katika dunia yanakuwa ni kama mafundisho ambayo kama yapendezi sana. Ni rahisi sana watu wakafurahi, wakashangilia, wakapiga vigelegele kama hakuna habari hizi za utoaji. Ni kweli? Si ni kweli? Amina. Na wengine hata leo wanaweza wakawa wajaje ibada kwa sababu tumeambiwa kuna changizo zito, na changizo kweli litafanyika. Haleluya. Amina. Lakini kwa watoto wa Mungu aliye hai ambaye ni mtoaji, mpaji, hawana wasiwasi. Kwa hivyo ukisoma katika Marko pia tuone pia huyu mtu wakati Yesu anawaambia mpaka wanafunzi wake, utaona walipojibu katika Marko sura ile ya 10. Andika Marko sura ya 10 mstari wa 17 mpaka 22. Marko sura ya 10 mstari wa 17 mpaka 22. Angalia huyu naye. Hata alipokuwa akitoka kwenda mjiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Wazijua amri: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, mwalimu, haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu akamkazia macho, akampenda. Sema akampenda. Kuna jambo kubwa hapo la kuzingatia. Akampenda. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja. Enenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Huyu mtu alimwijia Yesu akiwa na furaha na bashasha na ndelemo, akimuuliza Yesu, mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi ufalme, uzima wa milele? Na Yesu akataka kucheki, na alikuwa anajua. Unazijua amri, umezishika? Hilo akamwambia, usiwe na wasiwasi, hilo usiwe na shaka. Tangu utoto wangu mimi nimezishika. Yaani kama kuiba, siibi, sijaiba tangu utoto, manake mpaka umri ule hajawahi kuiba cha mtu. Wewe je? Mimi je? Mimi nilikuwa nakomba sukari na nyama. Hatari. Wewe je? Huyu anasema tangu utoto sijaiba. Tangu utoto yaani usiue, sijaua mtu, sijazini. Wako yuko rafiki yangu mmoja namkumbuka, mkoa fulani huko Singida. Sasa hivi ni marehemu. Umri kama wa kwangu. Kijana tu mdogo. Umri wangu tu. Na saa hizi manake ninapozungumza ni marehemu. Alikuwa ana mission moja. Alikuwa na daftari yake. Ile daftari anaandika orodha ya mabinti. Chukua darasa hili. Anaandika orodha ya mabinti. Yaani anapitia kwa binti huyu, akimaliza anatia tiki. Yaani kwamba amekutana naye, amefanikiwa kufanya naye uasherati na kumfanikisha hapo, anaweka tiki. Alafu anaenda anasimulia. Anajigamba. Baada ya hapo anaangalia hata watu wakisema yule dada fulani, wewe yule ni yule, wewe chezea wengine. Yule kwanza yule ni mcha Mungu. Yaani sijui kama utafanikiwa. Anasema mimi simtaji kwa jina. Amina. Ila namkumbuka jina lake. Akawa anajisifia, anajivunia. Anapambana tena yule ambaye alikuwa anasema yule ni mcha Mungu. Yule yani uwezi hata ufanye nini, hata umpe nini. Lakini yeye alikuwa anasema sasa sijui alikuwa na misheni. Hiyo misheni yake. Anaweka tiki. Akawa na orodha ndefu ya mabinti mitaani na nje ya mitaa. Kwamba wote nimewavua nguo, wote. Hata huyo wote. Anajivunia.
Vijana tuko katika kanisa la FPCT Mwandege, makao makuu ya parish yetu. Huyu akajivunia akasema, tangu utoto sijaiba, sijazini. Shika amri za Mungu. Wewe katika kumbukumbu yako hata sasa umekuja kanisani, wiki hii ulikuwa na binti gani? Uliwahi kutangaza uchumba hapa kanisani na mchungaji akajua? Huyo msichana uliye naye ni nani? Huyo unaye chati naye kila siku ni nani? Wewe binti ambaye una simu yako umeweka password, sio mbaya, ni password yako tu, ni hali yako, amina. Lakini password imetoka mpaka wewe mwenyewe unasahau. Jinsi ulivyoichora, yani unajaribisha. Ili tu sije kadondoka kwa bahati mbaya, mama akaisoma. Akakutana na picha zako. Akakutana na magrupu yako uliojiunga. Lakini huko hapo umejikausha kimya. Mwalimu alikuwa anatuuliza, mnamjua Popo kwenye darasa? Akawa anauliza swali, hivi Popo ni ndege au ni mnyama? Hebu naomba tusaidie, Popo ni ndege au mnyama? Wanaosema ni mnyama tuinue juu. Mama yule wa kwanza kabisa, wanaoinua kabisa. Na wana sababu zao. Hai, mbona mnasita tena? Nyosha, wanaosema Popo ni ndege. Ni mnyama, tunyoshe juu. Amina. Kuna mchache, inaonekana wengi watashinda. Wanaosema Popo ni ndege, tunyoshe mikono juu. Sasa wengine nao hawaeleweki, yani kama ni kweli ndege hawaeleweki. Wako hapo katikati. Sasa mwalimu hivyo alikuwa anatuuliza, hivi Popo ni ndege au ni mnyama? Maana ukimkuta kwenye anga zake usiku anapokata mitaa na kutafuta mbu, unajua anakula mbu. Anaweza kapita hapa kwenye dirisha, yani hapa tu karibu. Anadaka mbu wake, anaondoka. Unashangaa kitu gani kimepita? Popo ameshapita huyo, kula mbu na wadudu. Lakini ukimkuta katulia zake, anatembea kabisa hivi. Na ananyonyesha, si ni kweli? Ndio maana wale wasema ni mnyama wakarudi kwamba ni mamalia. Wanakumbuka shule kidogo kwamba huyu ni mnyama kwa sababu ana sifa moja mbili. Sasa kama ni ndege, mbona hana manyoya na mabawa na nini? Sasa kanisa leo katika ulimwengu tulio nao ambao ulitabiriwa na Yesu mwenyewe katika Mathayo sura ya 24 kuanzia mstari wa 3, andika. Wewe unayeandika vizuri, andika kile ambacho unaona kitakufaa. Yesu alisema siku ile kabla hajaagana nao wanafunzi, itakuwa ni nyakati za hatari. Itakuwa ni nyakati ambazo kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi utapoa. Wengi ambao huwatazamia kwamba wanaweza wakaacha hata kuja ibada, upendo wa wengi utapoa. Hata namna ya kuandaa ibada kutoka nyumbani, upendo wa wengi utapoa. Yanatimia. Unaweza ukajihoji hata wewe mwenyewe. Japo bado una nafasi ya kuja kanisani, umekuja, Mungu akubariki. Amina. Lakini unaweza ukajipima toka nyumbani. Inapofika siku ya ibada ya Jumapili, unakuaje kiroho chako? Unajiandaaje? Unakuaje katika atmosphere gani wanasema? Unaandaaje ibada yako tangu nyumbani? Wako watu wa dini, ikifika Ijumaa wanasema ni siku ya maandalio, wameshika Sabato. Na Jumapili ni mwiko, mbwa wala nini, kila kitu wanapika ni makande. Lakini kanisa la Mungu la wale ambao wamepata ufunuo wa kwenda mbinguni na huo ufalme tunaotazamia usioharibika wa milele, wenye utukufu mwingi, usio na kilio na machozi, wenye furaha, mahali ambako tutaketi pamoja na mfalme wa falme, Mungu anayetisha kama nini, anayeogofya ambaye huwezi kumzoea hata siku moja. Mafalme na wenye mamlaka, wenye vyeo, maandiko yanasema watatetemeka siku hiyo. Mbingu na nchi ukisoma katika Ufunuo zinatetemeka mbele zake. Akitazama hivi miale yake inatisha kama nini. Ndio huyo mfalme. Na tena akasema katika viumbe wengi ameumba makerubi, maserafi. Hata tunaimba maserafi. Ni waajabu. Maserafi wengine wanambawa ukisoma. Tutasoma maandiko mengi, najaribu kupita ili tusichukue muda mrefu sana, nimepewa muda mfupi. Amina. Ni maneno mafupi machache lakini
mwenye sikio, Yesu alikuwa anasema mwenye sikio na asikie. Maanake hata Waswahili wanasema sikio la kufa alisikii dawa, si ndio? Hata ungesema kuanzia asubuhi mpaka kesho mpaka lini, hata kwa maneno mengi bado yeye, lakini ninaamini Mungu ana kusudi nao katika haya machache ambayo tunatafakari. Amina. Mungu akaumba viumbe vya ajabu baharini, vinavyoonekana visivyoonekana. Maserafi ambao wana mbawa sita, huku wana mbawa, kwenye miguu wana mbawa. Ni Mungu wa ajabu anayetisha. Kuna wenye uhai 4 wamezunguka kiti chake. Wale wenye uhai 4, wengine wana macho kama 7, sasa ametupa mawili. Katikati ya viumbe vyote ambavyo vinamzunguka utukufu wa Mungu, akachagua kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wake. Tunakwenda huko kuonana naye. Ule ubeti wa mwisho tuliimba kwenye kile nyimbo za wokovu. Ule ubeti wa mwisho, wimbo wa pili. Tulimbaje ule? Ubeti cha mwisho. Kwa Yesu, sasa ubeti wa mwisho. Msaidie na praise haraka. Ubeti wa mwisho, kwa Yesu ni furaha kuonana naye. Ikiwa ni tuimbe hapo 1 2 3. Ikiwa ni uko juu, ikiwa ni vema, imba tena. Ikiwa ni vema, inatosha bila piano, bila piano. Ni furaha, furaha gani uko juu kuonana naye. Nitashangilia milele, utukufu hautaisha. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya Bwana. Itakuwa ni furaha kuonana naye. Itakuwa ni furaha kuonana naye. Siku hiyo utukufu hautaisha. Lakini utukufu hautaisha tukiwa hapa duniani. Tukoje pamoja naye? Akashika amri za Mungu huyu kijana. 17:18 akamwambia ni vema kuzishika amri, lakini umepungukiwa na neno moja. Umepungukiwa na neno moja tu katika vyote. Mstari wa 21 22 walakini 21 tuanze. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia umepungukiwa na neno moja. Enenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate. Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Yesu akatazama kote kote, akawaambia wanafunzi wake jinsi itakavyokuwa shida wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi wakashangaa kwa maneno yake. Yesu akajibu tena akawaambia, watoto, jinsi ilivyo shida mwenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi ngamia kupenya katika tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nao wakashangaa mno, wakamwambia, nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akasema, kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yawezekana kwa Mungu. Haleluya. Hata wanafunzi wake, unaona, baada ya fundisho hili la kuuza vyote, wengine walikuwa wanamfuata. Unaona, na wenyewe wanasema, kama ndio hivyo Yesu, sasa ni nani ambaye ataokoka? Huko mbinguni huko nani atafika? Kwa hivyo inaonekana kweli mafundisho ya utoaji Wakristo wengi, wanadamu wengi hatuyapendi, hatufurahishwi nayo. Lakini Yesu anasema tunajiwekea hazina mbinguni. Amina. Huko tunakotaka kwenda, wale ambao wameajiriwa kazini, maserikalini, kwenye taasisi, wanafahamu jambo hili vizuri. Na ikawekwa sheria hata ya lazima, unataka au hutaki, kwamba ukishaajiriwa lazima kunakuwa na ile mifuko ya hifadhi ya jamii. Si ni kweli? Wanakata ile